ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Bwana, mambo vipi wapenzi watazamaji wa Wakali wa Mzinga TV? Tuko na shabiki Lia na mwanachama wa Dar es Salaam katika simu nyingine bali ni Chief Kizinga. Bwana, mambo vipi? Fresh, nakuaje mzee? Mungu ni mwema kwa kweli. Tuko kwenye tawi la Wakali wa Mzinga hapa. Wewe ni shabiki na mwanachama wa Dar es Salaam Africans. Zoezi zima lililotangazwa jana kutoka pale Jangwani ni swala zima la kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Yanga. Lakini uchaguzi huu, kabla ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu, lazima watu waanze kwenye matawi, na deadline imetoka tayari kuelekea kwenye uchaguzi huo. Taarifa rasmi, nyinyi kama wanachama wa Dar es Salaam Africans, kuliendea zoezi hili mnaliendea vipi? Kwanza cha kwanza ni upongeze uongozi wa klabu yetu kupitia Engineer Hersi pamoja na excom yake, wanakwenda kutimiza matakwa ya kikatiba. Maana yake sisi mifumo yetu ina maana kila baada ya miaka minne lazima mfanye uchaguzi. Yaani kama kombe la dunia kila baada ya miaka minne game zinakochezwa nchi mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wanachama na viongozi wa matawi tumelipokea na tumejipanga, na kuanzia leo hii tumeanza kuunda kamati zetu za uchaguzi. Lengo na mazumuni, kila mtu anayetaka cheo chochote kwenye tawi husika, mfano kama hapa Wakali wa Mzinga, anayetaka uwenyekiti, ukatibu, utunza hazina, manake sasa ni muda wa filimbi imelia. Uongozi unapaswa utengeneze watu wao ambao kamati ya uchaguzi itakayosimamia kila kitu. Huku chini ndio mzizi wa Yanga. Ukisikia Yanga Afrika manake ni matawi na wanachama wake. Huu ndio mzizi wa kwanza wa hii klabu. Alafu hawa viongozi waliokuwa juu wanafuatwa. Na maana hawa viongozi wanawekwa na viongozi wa matawi. Kwa hiyo hatua ya kwanza inaanzia chini, baada hapo inakuja juu, ili lengo na mazumuni tuweze kutimiza matakwa ya kikatiba. Nina imani matawi yote nchini na ambayo yako nje ya nchi yamejipanga kwenye hili, na kuanzia jana kila mmoja tayari ameshatii amri kutoka kwenye makao makuu ya klabu, ambao kule excom ya final say inatoka kule. Tumejipanga na tuko tayari kwa uchaguzi, na tutalitimiza hili jambo bila wasiwasi wowote na pasipo shaka yoyote, na haki kabisa itakwenda kutendeka na watapata viongozi makini kabisa kutoka kwenye matawi husika. Nimeanza kuona baada ya kutoka ile taarifa, kuna baadhi ya matawi ambayo yametimiza miaka minne ya kikatiba na matawi ambayo hayajatimiza miaka minne ya kikatiba, lakini haya ambayo yametimiza miaka minne ndio wameambiwa wafanye uchaguzi, ambao hayajatimiza wasifanye uchaguzi. Lakini baadhi ya maoni nimepata kusikia kwa watu wawili watatu ambao nimekutana nao, waitamani kuona matawi yote yakienda kwenye uchaguzi kwa pamoja, waungane ili kuondoka kwa pamoja. Yes, of course. Hata mimi naungana pia na mjumbe ambaye alifikiria kama hivyo. Kiuhalisia ni kweli yale matawi ambayo yaliyoingia madarakani 2022 ambayo mpaka sasa anaenda kutimiza miaka minne, ambayo ndio yanapaswa kikatiba yafanye uchaguzi, ambayo hayakutimiza miaka minne, ilikuwa ni sehemu ya kwenda kama kuna kiongozi alifariki au kama kuna tawi jipya, manake kuna mpango wa kuzibaziba tu nafasi. Lakini kihalisia, kutokana Yanga Afrika ni timu ya wananchi, ni heri sasa kama kipenga kimelia kilie kwa wote ambao waliingia madarakani 2023, 2024, hata 2025 pia. Ni heri tungeanza wote pamoja, lengo na mazumuni, tukiondoka kwa pamoja tunapiga hatua ya pamoja. Sio huyu ana miaka miwili, huyu mitatu, huyu mingapi. Maelekezo ni mazuri, ila binafsi mimi nadhani matawi yote yangeanza upya, lengo na mazumuni tuendeni wote pamoja, na kikatiba tuende sawa kutokana na mamlaka inavyotaka. Hii itapendeza na tutatia favor vizuri kuelekea kwenye uchaguzi. Na imani kabisa wote tutakuwa viongozi wapya ambao tunakwenda kuchagua tena viongozi wapya wa kuendelea pale tulipoishia kutokana na gurudumu letu la Yanga Afrika. Kumekuwa na ugumu kwa kiasi kikubwa sana kwa kipindi hiki matawi mengi kutimiza idadi ya wanachama 100. Yes, of course. I say kwenye hili bwana, niseme tu ukweli, wanayanga wengi tunapenda kuwa wanayanga wa vijiweni kuliko kuwa wanayanga ambao tunaisupport timu yetu. Timu inasapotiwa kwenye mambo mengi sana. Unajua kuna wengi hawajui faida ya kuwa mwanachama wa klabu ya Yanga ni nini. Unapokuwa mwanachama wa Yanga unakuwa na faida 2 mpaka 3. Cha kwanza kabisa, una haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Maana yangu ni nini? Hata hii unavyoona tunakwenda kwenye uchaguzi wa rais wa klabu pamoja na wajumbe mbalimbali, wewe mwanachama kutoka tawi lolote una haki ya kwenda kuchukua fomu na kugombea nafasi uitakayo. Ukiwa kwenye tawi husika una haki ya kuchukua fomu ya kugombea nafasi yoyote
utakayo. Vile vile unapokwenda kuwa mwanachama wa Yanga una asilimia unaipata hususan kama kwenye jezi za Yanga zinapotoka au vitu mbalimbali kupitia maduka ya GSM. Una asilimia 10 unakwenda kupunguziwa. Kwa kwenye sehemu ya kwenda kutoa 100,000 unakwenda kutoa 90,000, 10,000 unaweza kufanya mambo yako mengine. Na vile vile kwenye mambo mengine ya kimatibabu, hospitali tumeingia mkataba na Aga Khan ambao pia kuna asilimia 10 mpaka 15 ya matibabu unakwenda kuipata pale unapokuwa na kadi ya Yanga ukiwa mwanachama kamili. Na maana unapokwenda kwenye moja ya branch ya hizo hospitali una uwezo wa kupata asilimia kadhaa kwenye matibabu mbalimbali. Na ukitazama vile vile faida ya 4, mimi nimekuja hapa kwenye tawi la wakali wa Mzinga. Unapoona hapa nimekutana na watu mbalimbali ambao wengine mimi sio ndugu zangu, sio familia yangu, lakini kupitia Yanga tumeunda undugu, tunakuwa familia. Ina maana mimi nikikuta tatizo lolote wako tayari kunikimbilia kwa wakati, na hao nikikuta tatizo lolote maana wako tayari kukimbilia kwa wakati. Maana yake tayari tunajenga familia. Unapokuwa sehemu ya watu wengi, maana yake hawa ndio wanakuwa familia yako. Kwa hiyo moja ya faida ni hizo. Kujitenga peke yako ndio unaposikia mtu kafa peke yake ndani kajinyonga, anakaa siku 3 4 hajulikani huyu mtu ilikuwaje. Kwa hiyo moja ya faida ni hizo. Kwa wakazi wa Mbagala, nafikiri tawi mama kabisa ambalo ni tawi bora kwa sasa ni wakali wa Mzinga. Fika wakali wa Mzinga utakutana na viongozi kamili kabisa, ni watu waandamizi, ni watu wa mpira. Utakuja hapo utapata kadi yako papo kwa papo. Ni viongozi makini na nina imani sana ili tawi kupitia ukanda huu wa Mbagala kwenda huko kusini, ili ndo tawi ambalo linaongozwa kiume na kwenye weledi mzuri kabisa. Watu walio wengi sana mashabiki wa Yanga na wanachama ambao sio influencer, sio wale tunasema influencer, wale mashabiki maarufu wa mtandaoni wanasema kwamba wale mashabiki ambao maarufu ambao wanashinda kule Jangwani ni kama wengetoka sasa kwenda kuhamasisha kule mitaani kwamba kwenye matawi yao, manake wao miongoni mwao wanaonekana baadhi matawi yao hawajakizi idadi ya wanachama, lakini wao wamejitoa na kujengua, wako muda wote Jangwani. Cha kwanza kabisa mimi siamini kama hao influencers wanashinda Jangwani, kwa sababu kwenye ile klabu pale unakwenda ukiwa na jambo maalum. Baada ya hapo waajiriwa wa klabu ndio ambao wanahusika kukaa eneo lile. Mimi siamini kama mtu unakwenda kushinda Jangwani kuanzia asubuhi mpaka jioni, una mke, familia na watoto, wanakula nini watoto wako? Maanake ni vitu ambavyo ni nonsense, ni dhana tu ambazo tumejijengea ambazo hazina mantiki yoyote. Nina imani kabisa hawa influencers wote ambao wahamasishaji wa hii klabu, kila mmoja anatokea kwenye tawi lake. Mfano kama mimi unavyoniona, mimi ni katibu kwenye tawi langu, na mimi vile tawi langu limeweza kutimiza wanachama 100 na kikatiba Mwenyezi Mungu akinijalia heri nikienda kwenye uchaguzi wa msimu huu nikichaguliwa tena, maana yake na kwenda kuendelea pale nilipoishia. Kwa hiyo nina imani kabisa hawa influencers wote ni heri wakatumika zaidi kuhamasisha wanachama kujiunga na wanachama zaidi kwa ajili ya manufaa ya klabu kuliko kutumia mitandao ya kijamii kuweza kujirekodi na kujisifia mambo wanayoyafanya wenyewe kwenye safari mbalimbali pamoja na sehemu ambazo hazina mantiki yoyote. Kweli cha kwanza kabisa kitutufanya mpaka kutufikisha na kutukutanisha wote ni Yanga. Je, Yanga yako unaipambaniaje? Huu ni muda sasa umefika na wakati baada ya uchaguzi kupita tuonyeshe kweli huo uhamasishaji ambao tuliokuwa nao tuna influence nini. Lazima uonyeshe kwanza nyumbani kwako unakotoka una uwezo wa kuhandle familia yako ukaiongoza kwenye mfumo mzuri, ndio uende kuhamasisha mtu mwingine. Kwa hiyo nina imani kabisa kama watatumia umaarufu wao vizuri, kama watatumia zile akaunti zao vizuri, nina imani watazinufaisha klabu yetu ya Yanga kuwa na wanachama wengi sana. Wanachama wengi wa Yanga ni watu ambao ni wagumu sana kuelewa, lakini nina imani kabisa kama unamfuata mtu kwa faida wa kumpa pointi zenye msingi, wengi wao wako tayari. Kingine wanachama wengi wa Yanga wengine wako kwenye makazi mbalimbali, mfano kama ofisini, mtu akiamka anamkia kazini, akitoka anarudia nyumbani kwake. Kwa hiyo ungetumika utaratibu pia wa kuweza kuwafuata hata hawa wahusika wengine kwenye ofisi zao mbalimbali. Jaribu kumshawishi mtu, kumuelekeza. Mwingine pesa anayo, ukimwangalia jezi mpya ya Yanga inauzwa 50,000 mpaka laki ananunua kwa wakati. Uwanjani anakwenda anatumia pesa nyingi sana, mikoani anasafiri, lakini huja kumfuatilia kadi ambayo gharama yake 29,000 na ada yake kwa mwaka unalipa 24,000 hana. Unakuwa unaanza kujiuliza maswali mengi. Kumbe ukija kuangalia zaidi ni akashindwa kupata elimu kuhusu matawi husika. Makalani, acheni kukaa sana klabuni kusubiria watu. Ni muda sasa wa kwenda kwenye matawi mbalimbali kuweza kuwapa semina viongozi, muwape semina influencers wote wa hizi timu, na muwape semina mashabiki na wanachama
ili wawe chachu ya kuitetea klabu kwa kujiunga na wanachama. Lengo na mazumuni, na sisi msimu unaokuja usajili unaokwenda kufanyika na chini ya rais wetu Engineer Hersi, tuwe tumechangia kwa 70%. GSM iwe 30, tuweza kuifanya klabu yetu iweze kufika mbali sana.